Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC aonya Afrika iliyokuwa njia ya kupitisha mihadarati sasa imeanza kuwa maskani ya dawa hizo. Kwa muda mrefu tumekuwa tu watu wakitutumia kama njia ya zile dawa. Zilikuwa zikipita, zinapelekwa kule, zinapelekwa kwenye zinakuja Europa na kwingineko. Sasa hivi Flora imekuwa destination. Kama ni Kenya, kama ni Tanzania, kama ni Uganda. Kwa hivyo watoto wetu wako hatarini, wako taabani. Kwa hivyo lazima tuangalie kutoka chanzo mpaka mwisho. Karibu ambatane nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya utumaji fedha kwa familia kutoka Ughaibuni. Na mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina ya mahojiano maalum na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC, kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante. Kumekuwepo na imani kwamba ugonjwa wa Ebola si halisi, hali iliyowafanya baadhi ya wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzika wapendwa wao waliokufa kwa Ebola bila kufuata hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi. Kutafuta suluhu ya changamoto hilo, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la Chama cha Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC wamesikiliza maoni ya jamii kuhusu taratibu za mazishi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, Bruno Michos, meneja wa operesheni wa IFRC, amesema kufuatia maoni ya wanajamii, tulianza kutumia mifuko ya kuweka miili ya marehemu yenye dirisha ili familia iweze kuona uso wa marehemu na waweze kuanza mchakato wa kuomboleza. Takribani nusu ya watoto wote duniani au watoto bilioni 1.1 sasa wanakabiliwa na angalau hatari 3 za mabadiliko ya tabia nchi zinazolingana, zikihatarisha afya zao, elimu na maisha yao, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Watoto ambao ni waathirika wakubwa wamepata sauti zao kwa yale yanayowasibu. Sana, mwenye umri wa miaka 11 kutoka nchini Afghanistan, amefunguka. Shule yetu inahitaji kisima ili tuweze kupata maji ya kunywa. Jengo la shule limeharibika na linahitaji ukarabati, na pia tunahitaji vyoo hapa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko nchini Haiti kwa ziara maalum ya mshikamano ili kujionea hali halisi ya wananchi walioathirika na ghasia na ukosefu wa usalama. Akiwa huko, Guterres anakutana na wananchi, kuzungumza na waziri mkuu na kutathmini juhudi za serikali, Umoja wa Mataifa na jumuiya za kimataifa za kurejesha utulivu nchini humo. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde tutaelekea katika mahojiano maalumu. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Leo inaturejesha hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York kusikia mahojiano maalumu ya kina baina ya Flora Nducha wa idhaa hii na mkuu mpya wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC. Kwako Flora.
Tuko hapa leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa na tuna mgeni rasmi ambaye ametoka katika ofisi ya Umoja wa Mataifa Vienna, Austria. Huyu si mwingine isipokuwa ni mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC. Karibu sana Monica Juma katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana Flora, na furaha kuwa hapa leo. Nasi tumefurahi kuwa nawe. Kwanza hongera sana kwa sababu wewe ni mwanamke wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupewa wadhifa huo wa kuwa mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC. Unalizungumziaje hili? Hili ni jambo nzuri sana, limetupa heshima kubwa, lakini linasema kwamba kuna watu ambao ni watendakazi katika East Africa. Kwa hivyo na furaha sana kupata nafasi hii ya kutumikia dunia nzima. Na sisi tunashukuru, kwani unawakilisha sio Kenya peke yake lakini Afrika nzima. Naam. Sasa unapoanza wadhifa mpya, nini vipaumbele vyako ambavyo utaviweka juu katika kuendeleza kazi kwenye ofisi hii ya UNODC? Katika wakati huu Flora, ninatumia muda huu kuwasikiliza wafanyikazi ambao ni wapata Vienna, kusikiliza mkuu bosi yangu ambaye ni Secretary General hapa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kusikiliza wenzangu hapa. Kwa hivyo nimetumia wiki hii yote kuwa na mikutana na wao ili niweze kuona wadhifa huu una kazi zinafanyika vipi. Lakini pia naangalia hata kazi zetu kule nchini, manake tuna maofisi kama regional offices 10 hivi. Tunafanya kazi katika nchi mbele ya 100. Kwa hivyo pia wiki ijayo nitakuwa na wafanyikazi wangu wote wa kutoka UNODC field offices, tusikilizane ili nielewe hii kazi inafanyika vipi ili tuipeleke mbele. Na wakati huu unapoanza kazi, tayari ofisi ya UNODC imekuwa ikitoa ripoti za tafiti mbalimbali kwamba hivi sasa duniani uhalifu unaenda juu. Na hasa uhalifu kama huu wa kupangwa, lakini vile biashara haramu ya binadamu na pia masuala ya dawa za kulevya. Sasa yapi ambayo utayaweka mbele kuhakikisha kwamba swala hili linapungua, kwa sababu ni changamoto kubwa ya kimataifa? Mwanzo sana mazungumzo ambayo tunayo inaonyesha, na utafiti unaonyesha kwamba haya mambo yote yanatendeka pamoja. Sasa tunaanza kuyaita transnational organized crime, kwa sababu wa kupangwa. Kwa hivyo utapata kwamba mtu ambaye anafanya hivi anaficha hela, anatumia hizo hela kuchukua watoto, kujinai watu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo haya yote huwezi kuondoa ukaangalia ya moja ukaacha ya mengine. Lazima tuyazingatie, tuyaangalie yote yakiwa pamoja. Manake yote wanafanya kama inakuwa web. Mtandao inakuwa kama mitandao ambayo inashikana, na lazima tuiangalie kwa yote. Ndo maana ushirika wa kimataifa una maana sana, ili kusikilizana, ili watu wafanye kazi pamoja, tuweze kuwa tunasaidiana katika nchi zetu, katika sehemu zetu, katika duniani kote. Kwa hivyo ile cooperation na multilateralism inakuwa kitu cha maana sana katika hii kazi ya UNODC. Na pia katika hilo Monica, ni kwamba sasa pia kumekuwa na takwimu kwamba wanawake sasa wengi wanaongezeka katika kujihusisha kwenye swala hili la uhalifu kwenye mitandao, ikiwepo mtandaoni, lakini pia katika makundi ya magenge ya uhalifu. Sasa unafikiri nini kifanywe hasa na hizi nchi wanachama kuhakikisha hili linaenda chini? Kwanza, unavyosema Flora, ni kweli wanawake wana shida sana. Na katika ile commission ya tumetoka Vienna kufanya mkutano wa commission ya 35. Hilo jambo likaangaliwa sana, pamoja na watoto wanachukuliwa, wa kike wa kiume, wanadanganywa kwenye hivi visimu wanavyo maana yake hata anaweza kuwa akawa nyumbani, hujui wewe unafikiri mtoto yuko chumbani, lakini kumbe kuna gengi limeshikana na mtoto mtandao, kwenye mtandao. Kwa hivyo ni lazima
tutengeze sheria ambazo zitachunga watu wetu, wanawake, watoto, vijana kwanza. Pili, lazima tuungane ili tujue tukipata hii information ya namna hii tutafanya nini. Ndio kama tuseme viungo vya kisheria kama Interpol, kama polisi, lazima wawe wanaweza kuzungumziana, wakapeana ripoti, wapeane taarifa, wafanye kazi pamoja ili wachunge hizi gengi zisifikie watoto, zifikie wanawake, na watu waweze kuwa wamechungika vizuri, yeah? Kwa hivyo ni lazima kuungana, Flora, lazima. Ushirikiano ni muhimu sana. Sasa una uzoefu mkubwa sana, kwanza unatoka Afrika Mashariki. Sasa kwa uzoefu wako kwa eneo la Afrika Mashariki, nini unafikiri ni changamoto kubwa sana katika swala zima labda ya dawa za kulevya na uhalifu? Kwa muda mrefu tumekuwa tu watu wakitutumia kama kupitisha zile dawa kama njia ya zile dawa. Zilikuwa zikipita, zinapelekwa kule, zinapelekwa kwenye zinakuja Europa na kwingineko. Sasa hivi, Flora, imekuwa destination. Kama ni Kenya, kama ni Tanzania, kama ni Uganda. Kwa hivyo watoto wetu wako hatarini, wako taabani. Kwa hivyo lazima tuangalie kutoka chanzo mpaka mwisho. Hata shuleni lazima tufunze watoto ni nini ambacho ukikiona usikifanye. Ni nini ambacho ukikiona lazima utamwambia mamako. Ni mtu akikwambia vipi ubebe kitu fulani, utajua ni nani. Ili watoto wawe wenyewe wanaanza kujua zile tunaita red flags kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Kuwaelimisha kwanza. Pili, wakati watoto wanaanza kutumia madawa ya kulevya, kama ni wenzao ambao wameanza kuwa ile peer pressure na vitu vya namna hiyo, lazima tuweze lazima tuwe na watu ambao wanaweza kuzungumza nao, wakawafanya rehabilitation. Lazima tuwe na ujuzi wa kujua huyu mtoto ana shida mapema, ili tuweze huyu mtoto asianze kupawa madawa ya kulevya akayazoea, kwa sababu inakuwa ni addiction. Alafu mtoto anapotelea. Lazima tuangalie hawa watu wakishikwa tutatunza watoto vipi. Ndio tusishike watoto tunawapeleka magerezani, tunawaharibia maisha, wanakasirika, wakitoka wanaanza kuwa wao magengi pia. Unaelewa? Kwa hiyo kuwe na njia mbadala. Kabisa. Kwa hivyo kuanzia mwanzo hadi mwisho, watoto kama watapatikana na majanga haya, tutafanya nini ili tuwafanyie rehabilitation? Maisha yao yasipotee, wasianze kuwa majangili, wakaanza pia kupotoka, wakaanza pia hata wao waanze kuwa wenye kutenda haya mambo. Manake kwa hivyo sera za kulete kazi ili watoto wetu wapate kazi, wasiwe majangili. Kwa hivyo ni kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa kwa nyie UNODC mnazisaidia vipi serikali? Tunazisaidia kwa njia nyingi sana. Kuzisaidia kwanza, wakati watu tunafanya kama conventions globally, mikutano, watu wamekubaliana kusaidia serikali ili watengeze sheria, ili wafunze watu wapate na ile capacity ya kutenda hivi vitu, kwa wanaweza kuviona na kutumikia watu. Tunaangalia hata kama ni society pia, jamii pia wawe resilient. Tunajua kama kuna shida, waweze kuhimili. Naam. Mwisho kabisa, nini ambacho ungependa kuona kwamba kila mtu anakifanya ambacho kinakupa matumaini kwamba uhalifu, uwe wa kupangwa, uwe wa mtandaoni, na masuala ya madawa ya kulevya yatakwisha? Nini kinakupa matumaini? Kinachonipa matumaini ni kwamba, Flora, hakuna mtu ambaye atamani maisha ya heshima. Hayupo.
Kwa hivyo kitu cha kwanza ni watu kuwa na ujuzi wa kuona hapa kuna shida, hapa kuna mtego. Kwa hivyo lazima kila mtu achangie ili tuwe na dunia ambayo ni tulivu, bila uhalifu. Bila uhalifu. Kwa hivyo sote kila mtu ana kazi ya kufanya ili tuwe na dunia tulivu. Asante sana na kushukuru sana. Asante Flora. Asante sana mtazamaji wetu, lakini vile vile msikilizaji wetu. Tunamshukuru Monica Juma, kama nilivyokueleza, yeye ni mkurugenzi mtendaji mpya wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC, lakini pia ndiye mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya iliyoko Vienna huko Austria. Nakushukuru sana. Asante Flora na karibu Austria. Nitakuja kutembea. Asante. Asante. Shukran Flora Nducha kwa mada hii kwa kina, na kila laheri Monica Juma katika wadhifa huo mpya. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, lakini tukutane tena Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa zikijikita na mazingira. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.